Watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini maisha yanakuwa magumu. Unajua, kila mtu kaletwa kwenye dunia ana purpose yake. Ndio maana mwingine anakuwa mchezaji wa mpira, mwingine anakuwa mwimbaji, mwingine anakuwa shekhe, mwingine anakuwa mhubiri, mwingine anakuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo kila mtu amewekwa katika kategori yake ili kuweza kubalance maisha. Shida inaanza hapa. Baada ya maisha ya utandawazi, maisha ya mitandao, maisha ya kuona, ndipo watu walipopoteza purpose za maisha yao na watu kutojielewa wao wenyewe ndani wanataka nini kwenye maisha. Kwa mfano, mwanamke aliumbwa kwa lengo la kulea familia, kuholdi nyumba, kumtuliza mume. Lakini baada ya utandawazi, mwanamke siku hizi amepoteza purpose yake, anataka kufanya biashara, aendelee, awe mfanyabiashara mkubwa, atawale, aongoze. Okay. Kingine, mtu hajui yeye mwenyewe kitu gani anachokitaka kwenye maisha yake. Kwa sababu kuna watu wengine wakiongeleshwa ule ukweli kabisa wanachokitaka kwenye maisha, utakuta ni vitu simple sana, lakini kwa sababu siku hizi watu hawafanyi vitu ambavyo wao wanataka na wajui purpose yao ni nini kwenye maisha. Watu wengi wanafanya vitu na wanataka vitu kwa ajili ya watu wawaone kwamba wao wanavyo hivyo vitu na wao wanamiliki hivyo vitu na wao wamefanya na wameweza hivyo vitu. Lakini kiuhalisia ndani ya mioyo yao wanachotaka wao ni kitu simple, na maisha yangekuwa mepesi sana kama kila mtu angekuwa anafanya vitu vile ambavyo yeye anapenda na anataka, kuliko kufocus na kuwaonyesha watu na kufanya vitu kwa ajili ya watu waseme huyu amefanya hiki na hiki na hiki na watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini maisha yanakuwa magumu. Unajua, kila mtu kaletwa kwenye dunia ana purpose yake. Ndio maana mwingine anakuwa mchezaji wa mpira, mwingine anakuwa mwimbaji, mwingine anakuwa shekhe, mwingine anakuwa mhubiri, mwingine anakuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo kila mtu amewekwa katika kategori yake ili kuweza kubalance maisha. Shida inaanza hapa. Baada ya maisha ya utandawazi, maisha ya mitandao, maisha ya kuona, ndipo watu walipopoteza purpose za maisha yao na watu kutojielewa wao wenyewe ndani wanataka nini kwenye maisha. Kwa mfano, mwanamke aliumbwa kwa lengo la kulea familia, kuholdi nyumba, kumtuliza mume. Lakini baada ya utandawazi, mwanamke siku hizi amepoteza purpose yake, anataka kufanya biashara, aendelee, awe mfanyabiashara mkubwa, atawale, aongoze. Okay. Kingine, mtu hajui yeye mwenyewe kitu gani anachokitaka kwenye maisha yake. Kwa sababu kuna watu wengine wakiongeleshwa ule ukweli kabisa wanachokitaka kwenye maisha, utakuta ni vitu simple sana, lakini kwa sababu siku hizi watu hawafanyi vitu ambavyo wao wanataka na wajui purpose yao ni nini kwenye maisha. Watu wengi wanafanya vitu na wanataka vitu kwa ajili ya watu wawaone kwamba wao wanavyo hivyo vitu na wao wanamiliki hivyo vitu na wao wamefanya na wameweza hivyo vitu. Lakini kiuhalisia ndani ya mioyo yao wanachotaka wao ni kitu simple, na maisha yangekuwa mepesi sana kama kila mtu angekuwa anafanya vitu vile ambavyo yeye anapenda na anataka, kuliko kufocus na kuwaonyesha watu na kufanya vitu kwa ajili ya watu waseme huyu amefanya hiki na hiki na hiki na